Basi nyenyekeni chini ya mkono wa Bwana ulio hodari, ili awakweze kwa wakati wake, huku mkimtwika yeye fadhaa zenu zote. Amen. Neno la Mungu tunalo litafakari ni kutoka katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 1 hadi wa 5. Nabii Isaya sura ya 40 mstari wa 1 hadi wa 5. Nasoma katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu, asema Mungu. Semeni na moyo wa Yerusalemu, kauambieni kwa sauti kuu ya kwamba vita vyake vimekwisha, uovu wake umeachiliwa, kwa kuwa amepokea kwa mkono wa Bwana adhabu maradufu kwa dhambi zake zote. Sikiliza, ni sauti ya mtu aliaye, itengenezeni nyikani njia ya Bwana, nyosheni jangwani njia kuu kwa Mungu wetu. Kila bonde litainuliwa na kila mlima na kilima kitashushwa. Palipopotoka patakuwa pamenyoka, na palipoparuza patasawazishwa. Na utukufu wa Bwana utafunuliwa, na wote wenye mwili watauona pamoja, kwa kuwa kinywa cha Bwana kimenena haya. Tuombe. Mwenyezi Mungu, Baba yetu unayetupenda, tunakushukuru Mungu kwa ajili ya siku hii njema ulioifanya wewe Bwana, siku ambayo watoto wako wanakwenda kuthibitisha ubatizo wao katika usharika huu na katika mtaa huu wa Veterinary. Tunakusihi Mungu uwe pamoja nasi, ufungue masikio yetu ya rohoni na ya mwilini, akili na fahamu zetu, tupate kukusikia wewe ukisema nasi na kutuimarisha washarika wote pamoja na wageni, lakini pamoja na watoto wetu. Tunakuomba Mungu utubariki kupitia neno lako, ili turithi na tuwe na uzima wa milele katika wewe Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Wapendwa, tuketi. Somo letu la tafakari kwa siku hii ya leo, kama lilivyo katika kalenda yetu na kama nilivyolisoma tayari, katika kifungu hicho nilichokisoma na mistari ya nyuma yake, tunapata dondoo ama habari ya taifa la Israeli ambalo lilimwasi Mungu, na kwa kumwasi huko Mungu, taifa hili ama wana wa Israeli wakaadhibiwa kwa kupelekwa utumwani huko Babeli. Huko utumwani Babeli wakatumika kama watumwa kwa miaka 70. Miaka 70 sio michache. Miaka 70 unaweza kuona ni umri wa mtu mzima. Na huko utumwani, kwa kukaa na kutumikishwa kama watumwa, walikutana na hali ngumu. Hawakuwa na uhuru kwa kuwa ni watumwa. Hivyo hali walizokutana nazo ni kama kukata tamaa ya maisha. Walikata tamaa. Waliona kama Mungu amewaacha. Waliona kama Mungu amewatupa.
na waliona kama Mungu amewaadhibu kupita kiasi. Lakini kwa kuona kwao upande mwingine, kumbe ni wao waliacha kumwangalia Mungu. Ni wao, tatizo lilikuwa kwao, kuacha kumtazama na kumwangalia Mungu. Badala yake wakafuata njia zao, wakashindwa kumuona Mungu anayeokoa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tatizo kimsingi, hadi wapewe adhabu hii kubwa, ni kutokana na wao wenyewe kumwacha Mungu na kuzifuata njia zao. Kwa hiyo wapendwa, watu wa Mungu, ujumbe wa Mungu unaoletwa na nabii Isaya, ama ujumbe unaotolewa, tangazo linalotolewa, ni ujumbe wa faraja, ni ujumbe wa matumaini, na ujumbe ama taarifa za ukombozi kutoka kwa Mungu. Mungu anapenda kuja kwa upya kukomboa taifa lake, kukomboa watu wake. Kwa hiyo anatuma ujumbe huu kupitia nabii Isaya aupeleke kwa taifa hili. Ujumbe wa matumaini, ujumbe wa kutiwa moyo, ujumbe wa kwamba Mungu hajawaacha. Mungu anawajua na anakuja kuwakomboa. Na tunaweza kuyaona haya katika mstari wa kwanza tuliousoma, Isaya 40 mstari wa kwanza, kama tulivyosikia, unaosema, ambao ni Mungu sasa anatuma, anasema watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu. Kwa maneno mengine anasema kutuliza, anasema wafarijini, wafarijini watu wangu. Hao waliokata tamaa, hao waliochoka, lakini watulizeni mioyo, watulizeni mioyo watu wangu. Wapendwa watu wa Mungu, neno hili watulizeni ama wafarijini linarudiwa mara mbili, si kwa bahati mbaya kwamba akarudia watulizeni mioyo, watulizeni mioyo. Sio kwa bahati mbaya, halirudiwi kwa bahati mbaya. Mungu anarudia maneno haya kwa uzito wa maumivu ya watu. Maana yake jambo hili ni kubwa. Anaona watu wana maumivu, anarudia mara mbili. Hata sisi tumezoea, unapoambiwa jambo kuna hapa tunasikia, tunatia msisitizo. Bwana Yesu apewe sifa. Na mahali pengine tunasema tunakazia. Kwa hiyo hapa Mungu alikazia watulizeni, watulizeni, akamalizia watu wangu. Kwa hiyo japokuwa walimwasi Mungu, lakini anasema ni watu wangu. Watulizeni, watulizeni watu wangu, ni watu wake. Wapendwa, kurudiwa kwa maneno haya ya kutuliza watu mioyo au kuwafariji watu, linarudiwa pia kuonyesha huruma ya Mungu kwa watu wake. Kama anavyosema watu wangu, ni huruma ya Mungu. Pamoja na hawa watu kuadhibiwa, pamoja na kutoa adhabu, lakini anafika mahali anawahurumia. Anataka watulizwe sasa, baada ya kupokea mshahara wao, lakini watulizwe sasa. Kama kuna walichojifunza kutokana na adhabu, basi watulizwe kama wako tayari kurejea kwa Bwana. Wapendwa, kwa maneno haya inaonyesha kuwa Mungu si Mungu wa hukumu tu, bali pia ni Mungu wa rehema. Hiyo ni tabia ya Mungu. Mungu ni Mungu wa rehema. Ni Mungu wa rehema. Hata tukirejea
katika zile amri za Mungu katika kitabu cha Kutoka na Kumbukumbu la Torati, anasema nami na warehemu maelfu elfu. Kipaimara malizieni, nami na warehemu maelfu elfu. Rehema, anasema na warehemu maelfu elfu wanipendao na kuzishika amri zangu. Kwa hiyo Mungu hapa anaonyesha tabia yake kwamba pamoja na hukumu, lakini ni Mungu wa upendo, wa rehema. Anawahurumia watu wake. Na hao maelfu elfu maana yake ni watu mamilioni kwa mamilioni. Elfu unajua hiyo ni milioni moja. Kwa hiyo ni mamilioni kwa mamilioni anawahurumia. Sasa sembuse, sisi ni nani kati ya hao maelfu elfu? Nawezekana na sisi tumo katika hao maelfu, ni moja wapo. Naweza kukuta tu wewe ni wa 50, wewe ni wa ngapi, lakini katika maelfu elfu Mungu anatuhurumia. Kwa hiyo wapendwa, pamoja na kumwasi Mungu, bado Mungu anawaita hawa Waisraeli, wana wa Israeli ni watu wangu. Watu wangu. Anasema wafarijini, wahurumieni watu wangu, watu wangu. Hii inatuonyesha kwamba hakuna dhambi kubwa kuliko rehema ya Mungu kwa mwenye kutubu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mwenye kutubu, rehema ya Mungu, huruma ya Mungu inazidi ile hukumu. Nakuja akiwa mwingi wa rehema na huruma. Wapendwa watu wa Mungu, tunapewa wito. Hapa tunapewa wito katika kupokea faraja na huruma ya Mungu. Sasa wanapewa wito wana wa Israeli wa kuitengeneza njia ya Bwana, kama wazo linalosema, wazo la wiki hii, wazo la leo, itengenezeni njia ya Bwana. Kwa hiyo pamoja na kuwahurumia, pamoja na kuwafariji, lakini wanapaswa kuitengeneza sasa njia. Mungu apate njia, Mungu apate nafasi, apate makazi kwao, ili Mungu awe Mungu wao, awe Bwana wao. Wanaambiwa waitengeneze njia ya Bwana. Na katika somo mstari wa 3 na 4, sio kuitengeneza njia tu, anasema itengeneze njia ya Bwana jangwani. Itengenezeni njia ya Bwana. Wanapewa wito wa kuitengeneza njia ya Bwana. Wapendwa, hili ni tangazo la kifalme. Unaposikia itengenezeni njia, ni tangazo la kifalme, ama tangazo la kiutawala, ama kimamlaka. Hata kwenye tamaduni zetu tunajua, tunapopokea viongozi wakubwa, iwe ni wa kiserikali ama kitamaduni ama kidini, huwa tunafanya maandalizi ya kutengeneza hata njia. Tunatengeneza njia katika mazingira tu ya kawaida. Tunatengeneza barabara tunatengeneza njia. Kwa hiyo kabla ya mfalme kuja, barabara zilitengenezwa. Sasa ndivyo anavyosema, itengenezeni njia ya Bwana. Na anasema milima ishushwe. Kama barabara zenu, njia zenu kuna vilima, vishushwe. Milima isawazishwe, barabara iwe nzuri, iwe tambarare. Wapendwa, naweza tukajiuliza, wanapoambiwa watengeneze vilima, vishushwe, visawazishwe, ni vilima vya namna gani? Kwa maana hapa sasa tuzungumzii tu wanavyoambiwa watengeneze, sio barabara hiyo. Yesu anakuja, Bwana anakuja, yeye haji na barabara na magari. Ni juu ya mtu kutengeneza njia katika maisha yako, katika moyo wako.
Anaweza kuuliza, milima ishushwe isawazishwe, milima gani hiyo? Sasa ikawa na milima ya kiburi. Kiburi. Na hawa wana wa Israeli tunajua kama tulivyosikia walimuasi Mungu, walitenda dhambi. Kwa hiyo kuna vilima vinaweza vikao vya kiburi, vya kukomaa na dhambi, kung'ang'ania dhambi, mtu kujiona mbabe, mtu kujiona yuko pale juu, hataki kujishusha. Kiburi. Kiburi kinakuwa ni kizuizi cha kumzuia Bwana kufika ama kupita. Kiburi ni kizuizi. Kiburi. Lakini milima inaweza ikawa ni ukaidi. Ukaidi. Tu wakaidi. Wakaidi. Kiambiwa kitu asikii, kila kitu ni kubisha, kila kitu ni kupinga, hata zilizo kazi njema, hata vitu vizuri, kwamba yeye tu kila kitu, anakuwa mkaidi tu kila jambo. Kaidi. Lakini pia majivuno, kujivuna, kujisikia, kujikweza, naweza ikawa ni vilima. Mwenye kujikweza, ajikwezae atashushwa, na ajishushae yeye atakwezwa, na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo hizi tabia ndivyo vinavyoweza vikawa milima inayomzuia Mungu asifike ama ashindwe kupita. Kiburi, ukaidi, majivuno, lakini na vingine vingi vinakuwa ni vizuizi. Ni vizuizi katika njia ya Bwana. Wapendwa, tunatafakarishwa kutazama ni milima gani iliyopo katika maisha yetu. Ni milima gani? Kitu gani kinamzuia, kinaweza kikamzuia Mungu, kikamzuia Yesu Kristo kufika kwako? Ni kitu gani? Hapa tumetaja baadhi tu vichache. Paimara, mnaobarikiwa, kuna vizuizi hivi unasikia. Kuna vitu vinazuia Yesu asifike kwenye maisha ya mtu. Unamuomba hakusikii, unaomba kubariki hupokei baraka, kwa kuwa kuna vizuizi. Umesema tu hapa vitatu. Kiburi, umesema kiburi. Cha pili umesema nini? Majivuno. Cha tatu nimesema nini? Nimesema hapa, nimesema nini? Nimelala Cha tatu nimesema nini? Cha kwanza nimesema kiburi, cha pili majivuno, cha tatu ukaidi. Sema kwa sauti, ukaidi. Hivyo vitatu. Na ninyi mnajua, hasa ninyi Kipaimara mnaobarikiwa, baki hapa. Kuna misemo mingi tu mizuri inayotuonyesha kwamba hizi tabia ni mbaya, hazifai. Sio mbele za Mungu tu, hata kwenye jamii. Hizi tabia na nyingine nyingi, kiburi, ukaidi, majivuno na nyingine nyingi zinamzuia Yesu kukufikia. Mtu mwenye kiburi, mkaidi, ni mtu asiyesikia. Asikii la mzazi, hafuati, asikii la viongozi, anakuwa mkaidi tu. Anakuwa na kiburi tu. Mwenye kiburi ni kizuizi. Ni kizuizi. Na kwa asiyesikia, Waswahili wana zile mnasemaga methali nasema asiyesikia la nani? Asiyesikia la mkuu vunjika. Asiyesikia la mkuu atavunjika mguu. Asiyesikia la mkuu hapa anaweza akawa unaweza kaweka hapo Mungu. Asiyesikia la Mungu, asiyesikia la mwalimu, asiyesikia la mchungaji, asiyesikia la mzazi, asiyesikia la kaka, yale mema, atavunjika mguu. Maana yake usiposikia kuna madhara. Kuna nini? Madhara. Sio kuvunjika mguu tu, inamaanisha nini? Madhara. Madhara ni makubwa.
Unaweza usivunjike mguu lakini ukapata madhara tu yatakayoyumbisha maisha yako, ama yatakayofanya maisha yako yasifanikiwe, yasiende vizuri, kwa kuto kusikia lile unaloambiwa. Lakini kuna nyingine mnasema kuna mtu mkaidi hafaidi mpaka mkaidi hafaidi hata ikifika siku ya Idi, bado hata faidi, hata kula mema. Yaani mkaidi, ukiwa mkaidi hutafaidi hata siku ile ya sikukuu. Siku ya Idi si sikukuu, ni sawa sana kusema mkaidi hafaidi hata Krismasi, hata siku ya ubarikio. Yaani mpaka ile siku ambayo unatakiwa ufurahie ule mema ya nchi, ule matunda, ukiwa mkaidi hutaifurahia. Mtu mkaidi tu, tabia makorofi, hutafaidi. Kwa hiyo tunaambiwa na hutafaidi, kwa maana Mungu ama Yesu atakosa nafasi ya kuachilia baraka zake kwako. Kwa hiyo hivyo vinaweza vikawa hii milima ni tabia hizi, lakini Mungu kupitia nabii Isaya anasema mabonde yainuliwe. Katika hiyo njia kuna mabonde ama makorongo, kuna mabonde ama makorongo. Mabonde, kuna mabonde katika njia yako, katika maisha kuna mabonde. Na ukasema mabonde gani? Kama unavyoona hayo mabonde kwa barabarani, ukipita unatumbukia, gari inatumbukia. Kwenye maisha sikuwa ni nini? Kukata tamaa ya maisha, unavunjika moyo. Yanaweza yakawa hayo ni mabonde. Unakata tamaa, unarudi nyuma kiimani, unakosa kuwa na imani imara hata kwa Mungu, imani thabiti. Unaacha kwenda kanisani, unakwenda kwenye imani nyingine za ushirikina na waganga, kwa maana umekuwa na imani haba. Ni mabonde yanatokea katika maisha ya mtu. Kukata tamaa, hofu, wasiwasi na kujiona pia hufai, ni hofu ama ni mabonde ambayo yako katika maisha ya watu. Na pia anasema njia zilizopinda zinyooshwe. Njia zilizopinda zinyooshwe. Njia hiyo. Kwa hiyo kuna hayo mambo matatu: milima, mabonde na njia imefanyaje? Imepinda. Yesu anapitaje kwenye njia iliyopinda majira haya tunayoelekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo? Njia imepinda, njia inakona kona, njia imesonga. Anasema njia zilizopinda zinyooshwe. Na ukasema njia zilizopinda ni maisha ya gani? Maisha ya udanganyifu. Maisha ya udanganyifu. Hila, udanganyifu. Unakuwa tu mwongo, mjanja, mwongo, tapeli. Yesu anapitaje? Maisha yamekona, yaani ni kona tu, ni mtu wa bla bla, maneno mengi, bla bla nyingi. Jana sasa hivi anasema saundi, mtu wa saundi. Yanakuja sasa hivi ni saundi hata ukanisani. Mtu anaahidi, anasema mbele za watu hapa, kwa na mchango anasema nitatoa 50,000. Mwaka unaisha, anaingia mitini. Udanganyifu. Hata kanisani, ila nyingi. Tunajua vingi tu. Mtu anajiamini ili nionekane mahali fulani, ngoja niseme, nionekane, nisikae kimya. Lakini hata huo ni udanganyifu. Kanisani na sehemu nyingine kwenye jamii huko, unasema nitachangia kitu fulani pale shuleni. Udanganyifu. Lakini pia dhambi zilizofichika. Leo tunafanya kisirisiri. Ni siri yako, unasema ni siri yako. Ni siri yangu. Lakini wewe unajua inakuwa ni maisha yaliyopinda. Njia yako haijanyoka. Yesu anakosa nafasi, anakosa njia, anasongwa, anashindwa kufika katika maisha yako, katika familia yako.
Kwa jinsi hiyo wapendwa, inahitajika toba ya kweli. Toba ya kweli. Kutengeneza njia ni toba ya kweli. Mwambie jirani yako toba ya kweli. Inahitajika toba ya kweli. Basi. Yaani ni kunyosha njia. Kunyosha njia ni toba. So wanataka kujitetea useme sio mimi, hapana, sio ilikuwaje. Hakuna dhambi ndogo wala kubwa. Kama umekosea, umetenda dhambi, ni kutubu. Na toba ya kweli sio maneno tu, bali mabadiliko ya ndani yanayoonekana nje. Sio maneno tu, mabadiliko. Utaonekana kwa mabadiliko. Hiyo njia ukibadilika, maana yake ukitubu, kiburi kinaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi kinaondoka, unaacha kiburi. Udanganyifu unaondoka, unaacha udanganyifu. Unaacha hila, unakuwa mtu wa kweli. Unasimama katika kweli. Wapendwa, nasema tukitengeneza njia ya Bwana, tukitengeneza njia, Yesu akipita anasema utukufu wa Mungu utaonekana kwa wote. Utukufu wa Mungu. Ukitengeneza njia, utukufu utaonekana kwa wote. Kwa mstari wa 5. Kwa hiyo Mkristo huna haja ya kutangaza kwamba mimi nina Kristo. Anasema ni utukufu wa Mungu utaonekana. Mungu ataonekana kwenye maisha yako. Sio kwamba tutamtafuta Mungu au Mungu atatafuta kwenye maisha yako kwa tochi. Hutajieleza kwamba uende mahali useme unajua Bwana mimi nina Mungu moyoni. Maisha yako, matendo yetu yataonyesha kwamba Mungu yuko pamoja nasi. Anasema utukufu wa Mungu utaonekana kwa wote. Utukufu wa Mungu utaonekana kwako. Utukufu wa Mungu utaonekana kwangu. Uwepo wa Mungu utadhihirika kwa nguvu zake kwa watu wake. Nguvu zake zitadhihirika. Na wote watakaompokea watauona wokovu wake. Kwa hiyo mtu binafsi, Yesu akifika katika maisha, basi umeupokea wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo utakuwa Yesu akifika, huo ndio wokovu. Ndio uzima wenyewe umefika. Ndio uzima. Na kama hajafika, asipofika, hakuna wokovu, hakuna uzima. Kwa hiyo mpendwa, tamani sana kuitengeneza njia ya Bwana, ili Yesu afike hasa kwenye maisha yako. Yesu afike hasa kwenye familia yako. Yesu afike hasa kwenye moyo wako. Akifika, ukitengeneza njia, akifika, basi yale mambo yasiyofaa yatakaa mbali. Hata dhambi itakaa mbali kabisa. Hata shetani atakuogopa. Kwa kuwa una nguvu, una utukufu wa Mungu ambao ni kama moto. Ni moto. Shetani hasogelei. Ibilisi hasogelei. Kuna anasogelea, unajiuliza hata kujiuliza. Wakati mtu ana mapepo, unafikiri amefikaje? Kuna njia yamepata ya kupita. Tuseme tu ukweli. Ukiona ndio ni mapepo, ni nguvu za shetani, lakini yamefikaje? Kuna njia yameipata ya kupita. Kuna jinsi wamealikwa na kukaribishwa. Kwa maana kungekuwa na utukufu wa Mungu, Yesu Kristo akiwa ndani, hayo mashetani, mapepo hayasogelei. Pana nguvu, pana moto, damu ya Yesu. Kwa hiyo tamani kuitengeneza njia ya Bwana. Wapendwa, tunapokaribia kufika mwisho, tujiulize kila mmoja wetu aliyepata fursa katika ibada hii ya kutafakari siku ya leo. Kila mmoja ajiulize, je, kuna milima gani ama mabonde gani yaliyoko katika maisha yako? Ni milima gani inayomzuia Yesu, inayomzuia Mungu kufika? Kuna milima gani? Kuna mabonde gani? Wewe jiulize mwenyewe, itafakari ndani ya moyo wako. Milima inayomzuia Yesu ni milima gani?
Ni kiburi? Ni ukaidi? Ni majivuno? Ni mlima gani? Hebu jaribu kuangalia ili usawazishe. Ukiona tatizo utalisawazisha. Ukiona kuna mlima usione tu kwamba kuna tambarare, kwamba njia imenyoka ni tambarare kabisa. Angalia kuna mlima gani unaoweza kumzuia, kuna bonde gani, kuna korongo gani katika maisha yako. Tafakari mwenyewe, tafakari, jiulize, uangalie mabonde. Je, kuna hali ya kukata tamaa? Kuna hali ya hofu? Tusibaki tukijifariji, kwa maana hata watu binafsi kuna kukata tamaa kwa mtu binafsi, lakini kuna kukata tamaa hata unaona kuna mahali inafika hata kundi la watu linakata tamaa. Watu sijifariji wakati kukata tamaa, wakati mwingine kunaonekana. Kuna mahali pengine kanisa limekata tamaa, kanisa, jamii imekata tamaa, na hata vijana wao na msemo wao wanasema usimkatie tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Yaani kuna kitu kimeshindikana, kuna kitu kinakwaza sana mpaka watu wanakata tamaa. Sasa nimemkata tamaa hapa, nimenyosha mikono hapa, nimesarenda na kukata tamaa. Kuna hali za kukata tamaa kwa kuongea kwetu, tunavyokutana, tunavyoongea, tunavyonong'ona, tunasema labda nchi yetu, jamani, nchi yetu, kila kitu tunaongea, unavyosikia unaona kama kuna kukata tamaa. Kwa hiyo kama umekata tamaa, njia ya kwetu tunasema ni toba, sio kujikaza kisabuni. Unasema kweli hapa hata katika kazi, hata huko nyumbani, hata si katika kazi, kuna mahali unafika mahali unakata tamaa, unaona hii kitu haiendi, nimekata tamaa. Unasema wazi kabisa, hapa nimekata tamaa kabisa. Hii kazi nimekata tamaa, na hii kazi nataka niachane nayo. Na kukata tamaa, kuna kuchoka, lazima ukubali. Uangalie katika yapi tuliokata tamaa. Kama mtu binafsi, kwenye familia yako, labda unasema ni huyu mtoto aise, huyu nimemkatia tamaa kabisa. Umelipa ada, umemsomesha, amefeli, amerisiti, umelipa tena hela, bado hivyo. Unafika kama unasema nimekata tamaa kabisa. Unakata tamaa. Huko nyumbani kuna mambo yanakatisha tamaa, wazazi. Lakini pia kuna mambo yanakatisha tamaa katika kazi, kama nilivyosema. Hata watoto kuna mambo yanakatisha tamaa. Labda nimefeli mara nyingi, nimerudia mara nyingi tu. Unakata tamaa. Ni mabonde, lazima ukubali hapo. Na Mungu anasema yatengenezwe, mabonde yajazwe. Bwana Yesu asifiwe. Usijikaze kisabuni. Milima isawazishwe, mabonde yajazwe. Uko kukata tamaa, yanajazwa na nini? Bonde litajazwa na nini? Ni mchanga, ni kifusi gani? Neno la Mungu. Yesu anasema wafarijini watu wangu. Kwa hiyo na wewe hata kama umekata tamaa, uwe ni mmoja kufariji watu wengine. Ni Mungu anatoa wito huo, farijini. Anajua kuna kukata tamaa, kuna mabonde hayo. Bonde linajazwa, kifusi kitakachokijaza ni faraja ya neno la Mungu. Tutiwe moyo kwamba Mungu anatutambua. Na ndio maana anasema watulizeni watu wangu, kwamba yeye anatujua. Katika yale ya kukata tamaa, ujue kwamba Mungu anakutambua wewe kama mtu wake, mtoto wake, na anahitaji ufarijiwe, ufarijike. Kwa hiyo na wewe ukubali kufarijiwa, kufarijika na kuwafariji wengine. Katika hali hiyo ulioko nayo, ukubali kufariji wengine. Wapendwa, namalizia kusema kwamba jambo la pili, tunahitaji nini? Unahitaji faraja au toba? Kama wito huu tunaopewa na Mungu, wewe unahitaji nini? Jiulize, mimi hapa nahitaji nini? Unahitaji faraja au toba? Au vyote viwili? Bwana Yesu asifiwe. Mimi nikasema tunahitaji vyote viwili. Tunahitaji faraja ya neno la Mungu, tunahitaji toba ya kweli. Vyote viwili tunavihitaji. Faraja ya kweli ya neno la Mungu. Na faraja ya kweli nimesema hata ni sisi wenyewe
tusiwa ingizie watu wa Mungu hofu na mashaka sana. Kwa maana kuna watu ni wabingwa kwa kuleta hofu, kutishia watu. Kuna watu ni mabingwa. Hata nataka watu wafarijiwe. Hata katika bonde, katika jambo gumu, tunahitaji faraja. Kuna watu wao ni mabingwa kuogopesha watu. Ndio dunia itafika mwisho. Taona mwisho wako. Hili ulilofanya, umefanya hivi. Mwisho wako umefika. Mwisho wako umefika. Umeona imekutokea hivi? Mtu dalili hizi, hili ni bonde, umekata tamaa. Ndoa hii ikwisha habari yake. Hapa hamna kitu tena. Imeshavunjika, achana nayo. Unaenda kwa mtu akushauri kuhusu ndoa yako inapitia mgogoro, changamoto, anakuambia achana nayo. Wewe achana nayo, wewe mwanamke achana nayo. Nafikiri hivyo rahisi. Yaani watu mwingine akaenda kwa jirani yake. Mama ameenda kwa jirani yake, anamueleza changamoto, anaambia mume wangu amechepuka, ametoka nini. Yule anayemshauri akamwambia na wewe chepuka. Sema jibu ujinga. Anaambia kama amelala kona huku na wewe kula kona huku. Sasa yani tunaambiwa wapendwa, sio katika hayo. Kwa hata maisha tunayopitia sasa hivi na changamoto, tunapaswa wapendwa kuwa nafasi. Wito tunaopewa ni wa kufariji. Yaani pale tunapoona kwa nguvu zetu sisi wanadamu, kwa akili zetu haiwezekani, tujue kwa Mungu inawezekana. Kwa hiyo kazi yako tu ni kuambia inawezekana. Hapa utavuka, utashinda. Na tunasema kinywa na maneno yanaumba. Basi wapendwa, Mungu atubariki ili ujumbe huu ambao tunaupokea utuwezeshe kutoka katika giza, tutoke gizani na tuione nuru ya Mungu. Tutoke kwenye hukumu twende kwenye uhuru katika Yesu Kristo. Lakini pia ujumbe huu tuwezeshe tutoke katika dhambi kwenda kwenye wokovu. Tutoke kwenye dhambi huko tuingie katika wokovu, ambao wokovu ni Yesu Kristo. Kwa hiyo huu tunapewa ni mwaliko. Tunapompokea Yesu Kristo tunapokea uponyaji. Tunarejeshwa upya na tunabadilishwa na kuwa viumbe vipya. Hatui kama zamani. Hatui kama tulivyokuwa zamani. Na tunaweza kusimama kama Paulo tukisema, hata tukiwa na tukitoa ushuhuda, tukisema tazama ya kale yamepita, sasa yamekuwa mapya. Mungu atubariki, alibariki neno lake. Amen. Nairobi, Kijito cha maji